Lakini sasa twende kwenye vihatarishi. Nakumbuka mara mwisho tulizungumzia kuhusu vihatarishi na visababishi. Kwa vihatarishi ni vile vile tulisema risk factors, kwamba wenyewe ambavyo vinaungana na mwisho wa siku vinakuja kutuletea tatizo la blood pressures. Ndio. Kwanza umri. Kadiri unavyokuwa, tulizungumza kwamba mwili na wenyewe unapungua kufanya kazi zake, si ndio? Hata mishipa ya damu na yenyewe inaanza kusinyaa, si ndio? Na yenyewe inaweza kupelekea mtu shinikizo la damu likaongezeka. Lakini pia family history, historia ya familia yenu. Inawezekana kuna walishawahi kuwepo watu wenye pressure, baba, mama na kadhalika, ambao hao inaweza ukasema babu huko nani alishawahi kuwa nayo, si ndio? Hiyo historia pia inaweza kutosha kusababisha pia na wewe kujiona kwamba unaweza ukawa una kihatarishi cha kupata. Sasa hiyo historia ya familia haiwezi kuepukika hiyo. Sasa hiyo ipo tu, ndio vihatarishi vyenyewe. Sasa tunapozungumzia vihatarishi kwa faida ya msikilizaji, ili sio tunasema vihatarishi tu, maana nini maana yake, si ndio? Yani tunavizungumzia. Kwa nini tunavizungumzia vihatarishi? Vihatarishi vinatupa sisi awareness au uelewa wa haraka kwamba mimi kwetu kuna historia ya watu kuwa na pressure. Kwa hiyo mimi kama tuna historia hiyo, kwa mimi inatakiwa nichukue hatua haraka, si ndio? Kwa mimi nifanye mazoezi, nifanye nini, yani ili kuepuka kwenda huko. Umeona? Nile vizuri, diet yangu iwe vizuri, yani hivyo vitu vyote ambavyo unasema sasa mimi nisitaki kuongeza vihatarishi vingine. Natakiwa mimi nianze kuondoa vihatarishi. Kama kipo kile, maana yake mimi nisivute sigara, nisinywe pombe, nifanye nini, nifanye mazoezi, nile chakula ambacho kina afya na kadhalika. Kwa ndio maana ya vihatarishi. Sio tu tunavisema kukuogopesha au kukutisha, tunakupa ili uweze kujua kwamba kama kwenye ukoo wenu kulishakuwa na mtu ana pressure au kwenye familia yenu kulishakuwa na pressure, basi wewe uanze kuchukua tahadhari mapema. Sawa. Kwa hiyo pia tuzungumzie pia hata wanaita ethnicity, kwa maana ya kwenye ethnic tunazungumzia makabila, tunazungumzia rangi, si ndio? Watu wa labda tuseme watu wa Afrika, watu weusi, watu weupe, si ndio? Kwa maana ya wazungu, watu wa Asia, si ndio? Black Americans, na yenyewe hiyo inaonesha watu weusi na watu wa Asia, hasa Southern Asia, wao wana hatari kubwa ya kupata ugonjwa huu wa pressure. Okay. Sawa. Watu weusi, si ndio? Tunazungumzia Black Americans, tunazungumzia sisi mini Black American, tunazungumzia sisi watu wa Afrika, si ndio? Na watu wa Asia, si ndio? Huko India na kwenyewe kuna kuwa na riski nayo inakuwa ni kubwa, inavyoonyesha kwa mujibu wa taarifa za kimatibabu. Lakini haijulikana sababu nini mpaka sasa hivi ya kupelekea labda rangi au taifa wetu usababishe hiyo. Bado tunarudi kwa upande wa Afrika, inaonesha tunakuwa na zile ongezeko la stiffness ya zile blood vessels. Yani blood vessels zinakuwa zinatakiwa ziwe flexible. Lakini kadiri mnavyozidi kwenda zinaanza kufanyaje? Kuwa ngumu, zinasinyaa na kuendelea. Hizo ndio ambazo zinapelekea kuwa na hilo tatizo kubwa. Lakini kingine ni kuwa overweight. Unakuwa na uzito mkubwa uliokithiri, si ndio? Na BMI ambayo inahitajika ni uwiano wa urefu na uzito wako, unapaswa uanzie kuanzia 18 ambao ni afya nzuri mpaka 24.9. Kuanzia 25 kwenda mbele inaanza kuleta matatizo na inazidi kulenda mpaka unapata ile obesity. Sasa hiyo na yenyewe ni kihatarishi kimoja wapo cha mtu kuelekea
kwenye kupata shinikizo kubwa la damu. Hasa tunasema ndio kunakuwa na cholesterol rehemu ambayo inaenda kuwa deposited kwenye mishipa ya damu na kupunguza ile size ya mishipa ya damu kupitisha damu na pressure inaongezeka. Na ukitaka kujua unahitajika kuwa na kilo ngapi, si ndio? Unatakiwa ujue urefu wako. Sawa? Kwa mfano unatakiwa, kwa mfano una urefu wa 170. Sawa? 100 sentimita. Sawa. 170. Si ndio? Sasa wewe uzito wako inabidi uchukue 170 utoe 100. Okay. Sawa? Maana yake kinachobaki hapo ndo unatakiwa huo ndo uzito wako. Yeah. Watu wengi. Mbona unajicheki? Nimejicheki kwa sababu kama hii 170 ni kama wa kwangu kabisa hapo, alafu nikitoa 100 najikuta 70, alafu naona kama nimeshavuka nimezidi 10 yani hapo. Kwa sasa hapo unabidi uanze kupambana urudi kwenye 70. Hapo ndo utarudi kwenye BMI yako ya kawaida ambayo tunasema mpaka 24.9. Kwa ina maana kwa hapo bwana mtaalamu kwamba urefu wako wote ulionao, yes, toa 100 ndio kilo zako sahihi unazokuwa nazo. Unatakiwa uwe nazo. Yes. Sawa. Sawa. Sasa kingine ni pombe. Sawa, unywaji wa pombe uliokithiri. Tukifika kwenye eneo la sigara mnishtue ni nani? Sawa. Nitoke nje. Sawa. Kwa hiyo ni unywaji wa pombe uliokithiri. Yaani kuna mtu anakunywa pombe hasa yani ile kupitiliza, kwa sababu pombe sio kwamba watu wanazuiliwa kunywa. Unaruhusiwa kunywa angalau anasema 2 units za hata bia 2 3, unaenda unapumzika, umekunywa waini yako. Lakini kuna watu ambao wanaenda wanataka wamalize makreti ya bia. Tunajisifia sema na kujisifia. Mimi bwana, mimi niko vizuri, wewe niko vizuri sana. Mimi naweza kumaliza kreti mwenyewe. Kuna watu wanakuwa na mashindano ya kunywa konyagi kwa wakati mmoja, amemaliza lichupa lile amekunywa kama anakunywa maji. Si ndio? Na yenyewe hizo zinaleta shida. Na tatizo la pombe linaleta kwanza stress ambazo zinaenda kuharibu ile mishipa ya damu, tunasema oxidative stress. Lakini wanasema unapokunywa pombe nyingi pia inaongeza kichocheo au hormone inaitwa cortisol. Okay. Cortisol ambayo na yenyewe inaenda kuongeza shinikizo kubwa la damu. Cortisol ni stress hormone. Inakupa stress alafu inaongeza shinikizo la damu. Kwa tunashauriwa kunywa pombe kwa kiwango kinachotakiwa, lakini kwa interval. Yani ndani ya muda fulani, yani ndani ya dakika 5 umeshamaliza bia 2. Hiyo ni hatari. Amegida. Sio juice. Kunywa kwa utulivu, unaenda basi ukitucheka nenda katulia, lakini unashauriwa at least units 2 tu. Sasa tukija kwenye swala zima la sigara, smoking. Masikio vizuri. Haya, wavuta sigara sikilizeni, sio wavuta sigara. Sawa, sigara na yenyewe ni kimoja ya kihatarishi cha kupata shinikizo kubwa la damu. Sawa, kwa yenyewe tu kama yenyewe sigara ina nicotine. Nicotine sisi tunasema ni stimulant. Inaenda ina stimulate mwili unatengeneza stress hormones ambazo ni adrenaline, noradrenaline, tunaziita catecholamines. Sawa, hizi catecholamines zenyewe huwa kazi yake ni kuongeza shinikizo la damu, kuongeza pressure ya mwili. Sasa kwa mfano mzuri, catecholamines zinazalishwa wakati unaweza ukawa una njaa kali sana na huna nguvu kabisa. Sawa, akatokea simba, si ndio? Ghafla bwana, nguvu hata uelewi zimetoka wapi hizi, si ndio? Ukajikuta umekimbia mpaka watu wanashangaa, mbona alikuwa hapa hata hajiwezi huyu, umeona, mbona alikuwa hana nguvu, lakini kaweza kukimbia. Sasa mwili uko hivyo, ukishtuka unatoa hizo stress hormones ambazo zitaongeza blood pressure, zitaongeza yani kwamba ukiongeza blood pressure inaongeza uvunjaji wa sukari mwilini, zinaenda kwenye misuli, unapata nguvu za kukimbia. Kwa sasa hizo kwa upande wa sigara, hiyo nicotine inaenda kuongeza hizo kutengenezwaji wa catecholamines ambazo hizo noradrenaline na adrenaline,
ambazo mwisho wa siku zinaenda kusababisha mishipa ya damu iweze kukaza, contraction. Sawa, inaongeza mishipa, inaongeza nini? Pressure. Lakini pia inaongeza mapigo ya moyo. Kwa mapigo ya moyo unapoongeza, maana yake na yenyewe kusukuma damu kunafanyaje? Kunaongezeka. Kwa pressure obviously inapanda juu. Lakini namna nyingine ambayo sigara inaweza kusababisha pressure ni kuharibika kwa mishipa ya damu. Mishipa ya damu ndani yake kuna vitu vinaitwa endothelin. Ukiangalia kuna kama layer fulani hivi ina uteute kwenye mishipa ile ya damu. Sasa zile kazi yake huwa ni ndani yake mle huwa kuna kemikali hizi za nitric oxide, lakini pia prostaglandins, lakini pia kuna na hizo endothelin 1. Kazi yake yenyewe, kuna ambazo kemikali zinaruhusu mishipa itanuke, dilation. Hizo nitric oxide pamoja na prostaglandin. Lakini endothelin 1 yenyewe inasababisha mishipa ifanyaje? Ikaze. Kwa sababu ni lazima kukaza, kusukuma na kudilate ipite. Kwa vitu vyote lazima vitokee. Yaani ili iwe kwenye control ya kufanya hiyo shughuli muda wote. Yes. Sasa sigara inaonesha kwenda kuharibu ile mishipa ya damu, kwa maana ya kutengeneza hizo oxidative stress ambazo zinaenda kuharibu ile mishipa ya damu. Ukiharibu ile mishipa ya damu, hizo nitric oxide zinapungua na prostaglandins zinapungua, ambazo kazi yake ni kuruhusu mishipa itanuke. Kwa hiyo inabaki ile ambayo inakaza, ile kemikali ambayo inasababisha mishipa ikaze. Kwa hiyo obviously itakaza na inaweza inaongeza shinikizo la damu. Kwa hivyo ndivyo kwa haraka kama tumepitia ni vihatarishi vya kwenda kwenye shinikizo la damu.